kupoteza muda zaidi hapo, ningependa kumkaribisha Askofu Mkuu Bishop Harrison K. Ng'ang'a. Our father is in the house. Bwana asifiwe. Lakini silikubali nikaribisha rafiki yake Bishop Gitari atakayetukaribishia Bishop. Bwana asifiwe. Put your hands together. Let me invite Bishop Gitari. Hallelujah. Nashukuru Mungu sana kwa madhabahu ya my friend Apostle and hasa kwa na wadia ndani ya Bishop Harrison. Itakuwa siku ya baraka sana. Bwana ndiye sana. Yale mafuta unaheshimu ndio nakubariki. Praise the name of Jesus. Amen. So tunaheshimu Apostle Bishop sana, tunasema Apostle na tunasema Bishop so much. Na kiongokea kufungua moyo wako ndio utabarikiwa. Bwana ndiye sana. So that much I do, I want to come back and in Jesus' name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tukae chini. Asante kwa kunigojea na kungojea Bwana. Unajua Bwana Mungu ni mzee wa miaka, haendagi haraka. Hata ukimwambia ni emergency, ukikosa kukuja, nitafukuzwa nyumba. Naona wengi wamefukuzwa nyumba, hawezi kukimbia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini better late than never. Nimekuwa na ibada nyingi sana kwetu kanisani na nikashindwa kufika saa zile ningependa kufika. Nilipenda kufika saa 10 na saa 10 ndio nimefanikiwa kumaliza ibada. Tena mnaelewa pale town kuna mambo mengi ya maombolezi, kwa hivyo barabara sio free vile. Lakini juu ya yote tunashukuru Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Asante Apostle Jehi pamoja na mama kwa kunialika niweze kukuja kubariki hii madhabahu. Kazi yangu leo sio nyingi. Kazi yangu ni kubariki hii madhabahu ndio isaidie watu wale watakuja kwa hii kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu iliyobarikiwa husaidia wenye kukula hapo, wenye kutolea dhabihu hapo, inawasaidia sana. Madhabahu isiyobarikiwa haisaidii watu vile. Hii si platform, hii ni altar. And we want to bless this altar in Jesus' name. Na nilipokabidhiwa hiyo kazi na Apostle Jehia, nilisema nitafika tu hata kama ni Sunday peke yake, na Bwana ameniwezesha. Na bila shaka Askofu Gitari ni rafiki yangu. Sasa nani anaweza kuita mwingine mtoto yake? Wewe ndio unajiita mtoto yangu ama mimi najiita mtoto yako? Gitari ndio alinifundisha kuombea watu Holy Spirit. Wewe mnaona wapi? Na leo mimi nimeshinda yeye. Huyu alinionyesha, nilikuwa nimekaa na kanisa kubwa hawajajaa roho. Na waita hapa niwaambie wajae roho. Mpaka ninabidi niwakifunga macho ninakuombea ujae roho. Maana mtu ananiangalia hivi maana hasikii kitu. Huyo akakuja. Alipokuja aliniambia ati nini, nikamwambia Holy Spirit hapa ndiye tu amekataa kuingia watu. Ameingia tu mama wawili na mimi. Mtale akaniambia basi. Akahubiri, alihubiri hata hakuhubiri mambo ya Holy Spirit. Alihubiri mahali inasema ya kwamba tuko ndani ya Kristo na Kristo ako ndani ya Mungu. Akaitisha mwanamke kibeti. Akatoa kabeti kingine kanakuwa ndani ya kibeti ya mama. Akachukua shilingi, akasema hii shilingi ni wewe. Akaiweka kwa kabeti yako kadogo, akasema ni Bwana Yesu. Alafu akaweka hiyo kibeti kwa kibeti kubwa, akasema ndani ya the Holy Spirit wanaongea tongues. I have never looked back. Sasa ni nani kwa ya mwingine? Bwana Yesu asifiwe. Na nimeletwa na watu wengi. Pastor Thomas Mike huyu anashika microphone yangu. Nimeletwa na chairman wa kanisa letu Bwana Maguti. Kuna vijana wa security wako na sisi, salimianeni, haleluya. And kuna wengine wamejaa nje. Ni kuangaliwa tu nisipate shida. Bwana Yesu asifiwe. Ndio niweze kusaidia watu miaka nyingi, niweze kusaidia watu miaka nyingi. Dakika chache, my brother was here last Friday. Is it Friday or Saturday? Yeah, Bishop Charles is my brother. Na niliona kwa matangazo ya kwamba tuko na
akaniambia hii mkutano iko na hiyo vitu kuna wewe, na kwa hivyo tulikuwa na yeye hata jana, na jana mimi nilikuwa Murang'a nikamwasha, akafanya kazi kidogo na akaenda na straightforward. Nimefanya dhambi na miguu nimefanya nayo. Hapana haida wholesale, nimefanya dhambi na miguu na macho na mikono na mafikira na mawazo na tumbo. Unasema ni wapi imefanya dhambi? Unamalizana na Mungu, unawasha wasiwasi. Alafu sasa ukisamehewa, unaenda mbele za Bwana kwa ujasiri. Unamwambia nimekuja hapa, nyumba sijalipa, tumana. Na unakaa nyumbani siku hiyo, usiende mahali, ungojea tumane. Hiyo ndio confidence. Kuna siku niliambia Bwana niko town ya Nairobi, kati ya mji. Na nikamwambia inaitwa Akira Road. Na sina nauli ya kwenda Simama. Nilikuwa naishi hapo Simama. Nikamwambia mahali nimengojea ni mahali pako na kikingi ya stima, nitakaa kwa hiyo kikingi nilalie. Na wewe Bwana ninaomba uniloketi haraka nisishoke sana. Nilimwomba hiyo mambo ya mwendo ya saa 6:30 na nililalia hiyo kikingi mpaka saa 12 jioni. Ni siwezi gati kukosa kungojea Bwana. Nilimwambia here after midnight, hata kama itafika midnight. Saa 12 mtu akasimama mbele yako. Akaniambia ni Harrison. Nikamwambia ni nini? Akaniambia Mungu ni mwaminifu. Nilitoka Meru kwa maombi, nikamwambia nikienda Nairobi nione Harrison Ng'ang'a alienda wapi. Nimekutafuta mpaka saa hii narudi kuingia matatu niende Meru. Nimekuona. Nikamwambia Bwana kunitafuta hivi, ni pesa yako nilikuwa nayo. Kamwambia leta. Nikaenda zima mali. Mtu anaanza kupanda mti juu, unaanza shii. Na wewe fika mahali kama hapa ambapo you can trust God completely. Kuna siku nilisema tuweke sahani kwa meza tugojee Mungu akuje. Na tukaweka, nikaona wanawake wako na wasiwasi, walikuwa wananiambia sasa kuna kitu kingine unataka tufanye. Naambia kaeni chini, si sahani tumeweka. Sasa nikongojea Mungu alete chakula. Tunakaa hapo mwalimu, unajua wadada wengine wamesoma ni walimu, wengine ni watu wakubwa serikalini, wanashindwa ni utoto gani usio wananiuliza. Kuna mtu ulikuwa umeambia alete, na waambie nini? Kaeni hapa mnyamazi. Baada ya masaa mawili mama akafika kwa mlango kwa kabisa. Alikuwa ametengeneza chakula ya mkimo nyingi, ameweka kwa shodo. Akakuja akasema, Bwana amesema kwa sauti nilete chakula hapa. Nikamwambia meza ndio hii na sahani ndio hizi, weka. Watu wakule. Hiyo mkimo watu walikuwa wananiambia inaonja sukari. Inaonja kama biskuti. That is faith. Hallelujah. Na wewe ambia jirani nitaamini kuanzia leo mimi test. I have to believe. So wacha niwasomee Lucas chapter 1 verse 5. Na topic ya leo ni madhabahu iliyobarikiwa. Na hii madhabahu ninaambia maneno kama hayo itaanza kufanyika katika jina la Yesu. Na mama mmoja alitoka kwetu akaamini Mungu. Wageni wakakuja kwake, akaweka kibuyu ya shai. Na hakina shai, na akaweka kikombe kila mtu yake. Alafu akaanza kuongea. Wageni wanafikiria ataweka chai, wakangojea. Mama mmoja ndiye alimwambia, utuwekee shai tuko na haraka na kibuyu haina shai. Tuwekee tuko na haraka. Akasema wacha niwekee katika jina la Yesu. Akafungua kibuyu akaweka shai ikatoka. Ile msishana alikuwa hapo, alikuwa anataka kuona ni nini. Badala ya kusema asante Mungu, alipiga nduru kama nyumba inashomeka. Watu wanamuuliza nini? Sasa hii kibuyu haiko na shai, haikuwa. Wakaweka vikombe 10. Vikombe 12 ikajaa tena, vikombe 13. Ilifika mpaka wakakunywa wakashiba na ikabaki shai ya miujiza. Kama wewe hauamini na wewe peke yako hauamini ukiwa pande hii ya Nairobi, hivyo tuatekilie. Sisi tuliamini. Shai inajitengeneza. Kuna apostoli alikuwa baba yetu alienda kwa Gitali. Bishop Gitali akasema anataka kufanya meza ya Bwana. Kama saa hii nimeingia hapa, niambie Bishop jinsi ya meza ya Bwana. Niambie vitu hakuna. Tutapata wapi vitu haraka hivi? Huyo baba wa imani wetu aliambia Bishop Gitali, weka maji hapa. Haya shota, anza kupatia watu. Maji ikawa nyekundu, ikawa divai. Bila mambo mengi. Huyo alikuja mpaka kwa kitaani kuniambia, imagine maji imekuwa nyekundu na imekuwa divai.
na walikunywa, ilikuwa mzuri kama ile wakati wa Yesu. Unakumbuka wakati walisema uliweka divai ile mzuri, wakati watu wamekunywa ile baya unaleta mzuri. Ilikuwa ni kweli kitali ama hii ni ndoto? Maana waliweka maji ya mfereji pale nje, wakaweka kushota ni nyekundu, ni divai. Uliza jirani, uliweza kuamini ama unatembea kulingana na Nairobi na kadi ya Nairobi vile inatupeleka na unajua pesa hakuna. Uache hizo story. We have to believe God in Jesus name. Umwaminie na jiambie upate plot ya kujenga. Nilikuja Kahawa kuhubiri na hakuna mahali pa kufanya mgeni alale. So watoto walitolewa wote bedroom nikalala. Shida jiji ilikuwa asubuhi mlikuja kuchukua vitabu. Unajua nililala bila kujua hii pilo ni vitabu vya hawa. So watoto asubuhi wananiinua kichwa. Na mimi siko peke yangu, niko na mama naye amelala pale, nasikia yake naye ameangalia. Wakachukua vitabu kichwa yake ikaanguka kabisa. Kumbe watakuwa maapostoli. Si hao wengine huyo mwingine alikuwa Kimeli. Watu wamekuwa apostoli, huyo ni apostoli Kimeli. Na nani mwingine? Bishop pia. Wote hao watu walinichukua hivyo. Kunichukua kichwa hivyo anointing ikaingia ndani yao. Apostles, prophets. Na siku hiyo Mungu akafanya miujiza mikubwa. Wale watu wa Kitale wakasema na mnalala wapi? Nikaambia hapa tu kwa hii watoto. Ndio nilihamishwa. Nikapelekwa kwa hoteli ya Kigali. Nikawekwa ile special room. Ni Mungu tu. Maana mimi nililala special room, ndio nilikuwa nimelala kwa hao. Wale mnataka muanze kuhubiri mara moja na muwe na Land Rover na Land Cruiser. I think you have a problem. Hii vitu inakujanga baada ya wewe kuhubiri, haikujagi mbele. Inakujanga after. Amen. So Luke chapter 1 verse 5. Zamani za Herode mfalme wa Yahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmoja wapo wa uzao wa Harun jina lake Elizabeth. Kwa hivyo kulikuwa na mtu ambaye alikuwa wakati wa Herode alikuwa anaitwa Zakaria. Na Biblia inasema alikuwa wa family line ya ama service line ya kina Aaron. Kwa hivyo alikuwa kuhani mkuu. Na mkewe amezaliwa line ya Harun. Mnakumbuka Aaron yule kuhani. Na alikuwa anaitwa Elizabeth. Na watu wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu. Nataka muangalie uone walikuwa wenye haki. Kuna watu watakatifu lakini sio wenye haki. Mnajua kuna tofauti ya kuwa righteous and holy. Righteous ni mtu ambaye unagawa vitu yako unatugalia. Kuna wadada na wadugu hapa watakatifu sana. Hata wakianza kuomba unasikia holy presence imekuja. Lakini hata kumuomba 2000 hawezi kukupatia. Hata ukienda kwake akikula na kuambia umekuja saa hii I'm sorry. Chakula tulipika imetosha. Hawezi kupewa. Lakini ni holy man of God and holy women of God. Uliza jirani, are you a holy woman of God? Lakini you are not righteous. Mtu righteous mtu anagawa vitu. Mtu righteous utamhesabu na kile anaweka kwa hii madhabahu. Nguvu ya hii madhabahu ya Apostle Jehia ni sadaka zile zitawekwa wapi? Hapa. Kama mumeweka kuku hapa, mtu aende kwa mganga na busi atawaroga. Kwa sababu ile madhabahu inaweza kuwatetea ni kuku power. Kwa hivyo ni kusema mtu akienda akuje hapa aseme apostle, mimi kuna jirani ameniendea. Mimi nafikiria ameniendea kwa wale wachai wakubwa, majini. Kama hii madhabahu si powerful, apostle aombe hapa, huyu mtu atakombolewa. Itabidi apelekwe afanywe referral kwa kanisa lingine strong ambaye madhabahu yake iko na weight. Kwa hivyo hii madhabahu inahitaji uzito wenu. Iwe na ng'ombe, busi, iwe na kagani. Unajua? Ndio mtu akienda kuaroga na busi inadhata. Unajua kudhata nifanya nini? Umewahi kupika ugali ikakataa kuiva, hata ukiongeza moto haivi. Hiyo inaitwa udhata. Unajua nilikuwa sipendi kulima, nikaambia mama siku moja na mimi simu ni asili nikawapikie lunch. Mama akaniambia haya, umejua kupika ugali? Kamwambia kitu rahisi. Utakuta ugali, nilienda nikaweka maji.
nikaweka unga kabla haijashamuka. Wakati niliona imetoa steam sana, nikaweka unga. Nakwambia imekataa kushika. Nimeikoroga. Nimeongeza moto. Sasa nikashindwa nitafanya nini next. Nikaenda nikaambia mama ugali imekataa kuiva. Unakataa. Akaniuliza maji ilishamuka. Nikamwambia ilipata moto alafu ikatoa steam. Mama akaniambia ndio umwaga kwa kuku. Hapo hakuna ugali. Imedhata. Bitterness. Bwana Yesu asifiwe. So Biblia inatuonyesha hapa ya kwamba ile mkuhani ambaye alikuwa anajulikana sana wakati wa Herode ni huyu Zakaria, na alikuwa mwenye haki mbele ya Mungu, alikuwa anagawa vitu vyake. Unajua faida ya kuwa mwenye haki ni kwamba wakati na wewe utahitaji, watu utatumwa kwako. Wakati uko na pesa nyingi, gawa pesa zinakuwa na mabawa, zinaweza kukuondokea na wewe uanze kusaidiwa, na wewe ulikuwa unasaidiana. Lakini ukiwa mwenye haki unamaliza mwendo wako ukiwa na pesa. Bwana Yesu asifiwe. So watu wawili walikuwa wenye haki mbele za Bwana, wakaendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama, na wakafuata amri ya Bwana. Amri ya Bwana ni gani? Love your God with all your strength, heart and spirit. And the second one is like it, love your neighbor as yourself. Kwa hivyo the commandment is love. L-O-V-E. That is the commandment. Kama haujui kukaa na jirani, mnafanyana kelele kila siku, unakomplain juu yake, hata tunasikia na fununu ulimwombea afya, wewe hauwezi kukaa na Mungu. Hii watu wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Kama hautajua kukaa nao, hapo Mungu achana naye, wewe unaweza kukaa na shetani, hauwezi kukaa na Mungu. Mungu anakaa kama hii watu. Unaona hivyo wanaume wako subua, wameumbwa kama Mungu, anakuwa masubua. Kama hauwezi kukaa na mwanaume, unataka kumwacha, hata Mungu Yesu achana naye, anakuwa hivyo. Haukumbuki siku alipiga watu na kiboko? Haukumbuki siku Yesu aliita mama ubwa na wako naye hapo, akamwambia hii mkate si ya ubwa. Aliitwa ubwa akiwa nje ama akiwa hapo? Hii wanaume vile mnaona wakiwa subua, Mungu anafanya hivyo. Kama hauwezi kukaa na wao, wewe wacha kusema nitaenda mbinguni niishi na Yesu, haiwezekani. Kwa sababu Yesu naye iko kama hii watu. Mungu alituumba hivyo, mfano wake Mungu. Haleluya. Na wanawake ni mfano wa wanaume. Bwana Yesu asifiwe. So mambo iko hivyo. Sasa unaonaje? Kale kama mzee uliwacha? Nikasema ya Mungu, afadhali ukarudie. Nasikia wasichana wanasema mimi kulingana na vile nimeona wanaume siwezi kuolewa. Na tunangojea tuolewe na Yesu na ni mwanaume. Unataka na sister gani ya kuoa hapa huko juu? Na huko juu hakuna sisters zimetajwa. Ni Baba Mungu na ni He the Father. Ni Bwana Yesu, He the Son, Holy Spirit. When He the Spirit, hakuna shi hata moja. Haya, abia jirani, jua kukaa na watu. Atinasikia ulifukuza mtoto wako. Mtoto umezaa unafukuza. Alafu unasema karibu Yesu karibu. Au umena kwa dhita nako. Hata kwa wapi na aenda wapi. Unamwambia karibu na kwanza umeshindwa na kitu wewe mwenyewe umezaa. Utaweza kitu ambacho haujazaa, kimezaliwa na Maria. Jua kukaa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi wanaume mko hapa, unaonanga hivi mama anakusubua, anakuuliza maswali mengi. Hivi anafanya. Biblia inasema ya kwamba Mungu akamuumbia msaidizi. Hiyo kazi anafanya ndio ya kukusaidia. Tutajenga lini? Tutaishi kwa nyumba ya kukomboa mpaka lini? Kwa nini neighbor ako na gari na sisi hatuna? Hiyo maswali lazima ujibu perpendicularly. Hiyo ndio sasa kujua kukaa na wanawake. Hauwezi kukaa na wife ambaye haujibu maswali yake. Akikuuliza unanuka hivi. Hata saa hii mama nimemwasha siku kuja naye, alikuwa na kazi nyingine. Lakini ameniuliza maswali juu ya hapa. Unaenda kuhubiri mpaka saa ngapi? Na nini unaenda kufanya? Nikamjibu vizuri ndio nikuje roho anitumie. Nikamweleza mpaka akaniambia nimetosheka sasa enda. Na hapa kuna wanaume hawataki maswali. Hiyo maswali yako usinijibu, usiniulize.
Lazima ujue kujibu maswali ya wamama. Hata anaweza kukuambia ninaumwa na hapa. Ni kitu gani ninakuanga hapa? Lazima umwambie. Ukianza kusema hapo mimi ni daktari, bwana ni mahali kushika mtu. Wewe ni bwana mbaya. Mwambie ni nini iko hapo. Kwani haukusoma geography? Ni geography ama ni biology? Ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata Apostle Jerry kuna maswali yataulizwa tu na mama juu ya vile nilihubiri. Na wale wazee wako na wake zao hapa lazima mama akuulize. Hata wengine wanauliza. Nilisikia mwingine tumeenda kutembea akauliza mume wake, na huyu bishop ni kama amekuwa miaka mingapi? Na huyo akamwambia ni kama ninaona ako 40s. Mama akamwambia hii ni kama ako mshaka kuliko hivyo. Nikasikia mama anamuuliza maswali juu yangu mpaka nikawajibu. Kaambia niko na miaka mingapi? Sasa ya mke wako akikuuliza na kibisho ni kama hapo na miaka mingapi? Hawezi kumwambia nitajuaje? Lazima ujaribu kugesi. Ndio mama aendelee kukupenda. Kumwambia mimi ni malaika. Kwa mimi ndio na kanga kwake nijue. Sasa wewe ni bwana mbaya. Jua kukaa na watu. Haleluya. Na hiyo ukijua kukaa na watu, utajua kukaa na Mungu. Vile unafukuza watu, hivyo naye Mungu hawezi kukaa naye. Amen. Kwanza ukipatana na mwanaume mgumu sana ambaye kumbadilisha ni kama kugeuza roli ya trailer hapa. Sasa hiyo ndio sura ya Mungu original. Hata anasema hapa kwa Bible sibadiliki na siwezi kubadilika. Niko ile msiku ile. Na kuna mahali anasema I am a man of war. Mimi ni mtu wa vita. Na kuna mahali anajiita mimi Bwana Mungu wa majeshi. Ni mwanaume kabisa. Na hawezi kugeuzwa na wadada. So jifundishe wadada kukaa na hii watu. Na ukiona mzee anageuka ukimgeuza, Mungu amekuja mwenyewe. Akakaa na nyinyi. Na ukiona mwanaume unaanza kumwambia mambo anafanya na hakuna dawa umempatia, lazima muwe mmeoana kuanzia 20 years kuendelea mbele. Hapo ndipo mwanaume huanza kukuamini. Hata hautamuua na hautamumaliza. Unaona ukimwambia kitu anakuambia ni kweli tufanye. Ni kweli tufanye, miaka 20 imeisha. Lakini huyo wa miaka 5 bado hapo suspicious. Kwanza usiku akiamka akute haujalala. Umeangalia juu hivi na hakuna stima. Wewe mzee umemharibia miaka kama 5, ataanza kusema ukiona mama analala hivi anaangalia juu na hakuna stima, sinisema atakuua. Haya, nao walikuwa hawana mtoto. Watu hawa walikuwa wenye haki mbele za Bwana, wanafanya kazi kwa madhabahu, walikuwa wakifuata amri zote za Mungu, lakini hawana nini? Mtoto. Kwa hivyo kuwa mzuri kanisani si kusema utakuwa na kila kitu. Kukosa kitu ni kudhibitisha hiyo sio human being. Wewe ni binadamu. Hata kuwa unaongoza ibada hapa, ukose mwanaume wa kukuoa, hiyo sio kitu ya kufanya kelele juu yake. Wewe ni msichana wa Kenya. Na especially kama wewe ni Kikuyu, Wakikuyu hawapatangi wazee mpaka waombe. Nyinyi mnajua vizuri Wakikuyu. Kule tulitoka Murang'a. Unakumbuka kule tulitoka? Sisi walikuwa na wasichana wangapi? 9 imejaa. Walipata mabwana namna gani? Walitolewa nabii. Mabwana wakakuja. Ndio wasichana wetu wa Kikuyu hata kama ni wale lazima washijiwe. Alafu mzee wakalijini nitauliza shema wetu. Aliambia nao wanapata wazee namna gani? Nasikia ndio wako na shida kuliko sisi. Bwana Yesu asifiwe. So kama kweli kule umetoka wasichana hawaolewi na wewe unataka kuolewa, itabidi sasa ujue kujileta hapa. Unatafuta kitu unapenda, baada ya hii madhabahu kuimwagia mafuta na kuibariki, unaleta hapa. Halafu hiyo ni kusema ya kwamba kama familia yetu inafuata laini fulani, mimi nimedivert, nitafuata laini nyingine. Lazima ukutane na madhabahu ya Mungu. Kama haujakutana na madhabahu ya Mungu, hauwezi kuchange pattern na process ya familia ile umezaliwa ndani yake. You can't change that. Kama mama yako aliolewa akiwa single mother, na wewe utaolewa ukiwa single mother.
Kama your brother alioa mwanamke wa 3, na wewe utaoa ukitupa mpaka ufike wa 3. Hizi zinaitwa family patterns. Kwa Biblia tunaona pattern moja. Kuna kijana alioa mke akakufa, kijana akawasha mama akapewa second born, naye akafa. Wakiulizana yule nini, hiyo inaitwa pattern za family. Ambazo vile kulienda kwa ndugu yako mkubwa kutaenda kwako, vile kulienda kwa dada yako mkubwa kutaenda kwako, mpaka kutokea mtu atakayejua nguvu ya madhabahu ya Mungu akate hiyo process, aseme I will be different. Hivyo ndivyo mimi nilifanya. Niliona kwetu vile watu wanaenda, kila mtu umaskini wake vile anakwenda, na nikiulizia nikaambiwa hata kila difadha alikuwa hivi. Niliambiwa mpaka jina lake. Wakaniambia hata sisi tuko beta, alikuwa analalia gosi ya kondoo. Nikaona vile tumekuja tunalalia kitanda ya mipira na mattress nyingine iko na nguo ndani. Mamaye kuilalia. Usiku nguo zinaenda pale moja. Unabaki hapo. Barafu hapa katikati ni mipira. Unawacha mumelala wewe hapa na wewe hapa, usiku mnarudiana hapa mnashokozana. Wewe soga unanilalia, wewe unanilalia. Na nikitaka kinasema mkuja hapa katikati maana ni cha mipira. Nikauliza hivi, nikapata babu zako watu wanalalia kitanda, wewe afadhali. Nilisema this can't happen. Nikaenda kwa Mungu nikafunga kula chakula siku 7. Siku 7 kwa zilikuwa nyingi. Hata mimi nilikuwa ninaona kama nitakufa. Nilianza kushikwa na uoga siku ya 4. Nikasema baba ukiniita wewe uniita tu bana, nasikia niko karibu na wewe. Vile siku zinaenda nikasikia nakaribia baba. Siku ya 7, siku ya 8 sasa ndio Bwana alinenea akaniambia, tengeneza mambo yako. Jipeleke kwa kanisa langu kwa mtumishi wangu anaitwa fulani. Umwambie hii ni sadaka yako unatoa. Hakutaki kwenda njia ya baba yenu. Sadaka ile aliniitisha ikawa kubwa, na nikamuuliza kama tunaweza kubadilisha tupeane sadaka kidogo kidogo, nipeane leta. Lakini Bwana aliniambia ni hiyo. So nilishukua vitu yangu yote zile alisema za zamani, nikapeleka kwa madhabahu ya pastor wetu, alikuwa anaitwa Shaus. Nikamletea, akaniuliza kwani unataka nini, umeshokosa Mungu na njia hii? Nikamwambia sisi kwetu hatusaidikagi. Sisi kwetu hatupatagi kitu chochote, na yule tajiri mkubwa kwetu ako na baisikeli. Hiyo sasa ndio kusema umefaulu baisikeli. Nikamwambia na kwetu hakuna kitu naweza kusaidika. Ndio aliniambia kwamba nimepokea vitu zako, akaniambia Mungu basi akubariki. Nilidhani ataniombea maombi ya dhada. Unajua unaweza kupeleka sadaka dhada, expect dhada back. Aliniambia niende ati wanataka kuangalia hiyo vitu na mke wake. Wakanipa turudi nikunywa akiangalia vitu. Nikaona wameenda, wameingia bedroom wakiangalia. Niliondoka polepole nikaenda nikauliza Mungu, hizo vitu hazijaopewa. Will it work? Na ili work. My life changed. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yangu ilibadilika. Haleluya. So hii madhabahu ulikumbuka topic ya leo ni umuhimu wa madhabahu iliyobariki, na ndio apostle akiniita kubariki hii madhabahu. He knew what he was doing. Alijua anafanya nini. So walikuwa hawana mtoto. Na kuna watu wengi ambao wameokoka, wanatabiri lakini hawana mtoto. Hii ni kusemaje? Bwana Yesu asifiwe. Ukiona wewe ni mcha Mungu, umekaribia Mungu sana, na amekunyima vitu asili za maisha haya, hii kitu imelani kwa familia. Na kwa sababu imelani kwa familia, na pengine wewe ni last born, unawezaje kubadilisha na maneno? Ati useme change the process of my family. Hiyo ni porojo na kelele. Haiwezi kuchange. Hiyo tunajaribu sisi. Hata tulikuwa tunasema usiku mzima tunachama. Nimekataa kwenda kama baba yangu na mama yangu. Nimekataa ugonjwa yao. Nimekataa shida yao. Asubuhi shida yao unaikuta. Mpaka niliuliza pastor, na hii kitu inawaka? Akaniambia tusame inawaka, but tusame it doesn't work. Inahitaji madhabahu. Inahitaji altar. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwape example. Mimi nilikuja nikatumwa na Bwana pale Nairobi City Center, na nilipata sinema Izili. Nikienda kuishukua, mama yule mwenye sinema akaniambia hii sinema yangu uishukue kama vile Muiru ameshukua sinema Town, nikakupatia hii. Na akaniambia hii yangu hata ukitaka kusoma bure wewe nirudishie tu shukrani. Nikaenda kuishukua, nikiwa kwa mlango Bwana akaniambia nilikutuma wapi?
Nikamwambia City Center. Akaniambia hapa ni City Center. Nikamwambia ni karibu. Akaniambia ni City Center. Nikarudi hata yule mzee alikuwa amenipeleka. Aliniambia muondoe kile wewe unaona akili. Wewe kitu ulinyemwa ni akili. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia mwanamke anakupatia nyumba ya ghorofa na ofisi 5. Unasema ulituma town na hapa ni Israeli town. Nikamwambia afadhali kutii Mungu. Nikaenda town kwa hoteli kingine. Yule mzee aliniambia hata hii kanisa naweza kuacha kukuja. Tunasomea hapa kwa hoteli na tumepewa. Nikamwambia nitasomea hapa maana nilituma City Center. So tukasomea kwa hoteli. Nikaomba Mungu, nikaongoza intercessors kuomba Mungu. Mungu akasema tu nimewapatia shamba hapa town. Mtajenga kanisa hapa mjini. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikangojea haikukuja. Niliuliza Mungu, wewe sasa umeongea miaka 3 imeisha. Kariki nene. Ai, ni kweli ama si kweli? Bwana aliniambia hivi. Nimekuletea nabii wangu kwa kanisa. Pesa yote itatolewa kwa ibada. Umpatie aende nazo. Nikuonyeshe kiwanja hicho nilisema kiko wapi. Hiyo haikuwa big deal. Mikutano yetu tulikuwa tunaokota 20,000 per week. Every day. 20,000. Tukiondoa mahitaji. So nikajua 20,000 nitampa. Wiki hiyo watu walitoa 250,000. Hiyo wasa nijaribu. Ndio niliwasha kuchekelea Anania na Safira. Unajua bana nilikuwa nawachekelea. Ndio niliona ni complex. Kwa na washekelea nasema hawa watu wanajifanya wajinga hapa na ma practical si theory. Unajua watu wengi wanachekelea wengine wakiwa kwenye theory. Practicals unasikia Anania na Safira they were genius. Nikaambia Mungu, ninaomba Mungu unihurumie unyonge wangu ayamoiki. Lakini simekuja 250. Nimpatie 20. Sile tumezoea kuchukua. Bwana akaniambia nilikwambia umpatie zote. Nikaita huyo nabii, nikamwambia hizi pesa zote ni wewe tunapatia. Na amesema dhabihu hiyo ni wewe utatolewa. Akaniambia ni dhabihu hii. Akaniambia basi uangalie kama kuchukua kitu utabakisha. Utoe zote kama ni dhabihu. Akaweka kwa gari, akaenda. Usiku huo Bwana Yesu alisimama hapa kwa kitanda changu. Hata nilikuwa najaribu kuguza mke wangu amuone. Lakini nasikia mkono hauendi, sijui namuonaje. Kajaribu kumwambia kuamka, Yesu amesimama hapa. Sasa akaniambia sikiliza. Nataka tuende na wewe nikakuonyesha mahali nimekupatia kiwanja ya kanisa. Alinipeleka mpaka Bonyara Road mahali tuko leo. Tukasimama hapo kwa barabara. Akaniambia hapa ukiamka asubuhi ukuje ujenge kanisa. Sijui kiwanja ni ya nani, sijui inakaaje. Nikaamuka nikaambia mama, Yesu amekuwa hapa. Akaniambia niko nasikia kitu kizuri. Nikamwambia amekuwa hapa. Hata tumekimbia naye mpaka town na tumerudi. Sasa asubuhi ilipofika tukaamuka na mama haraka tukaenda mpaka mahali nilienda usiku. Nikamwonyesha ni hapa. Tukakuta ni forest kubwa, hakuna kitu, ni mashokora wale warefu sana, wale wabaya. Walikuwa hapa wanatuliza wanasimama hapa kufanya nini? Na mimi nikamwambia nitakuja hapa kujenga kanisa. Wakatuambia hapa ni nyumbani, hauwezi kutufukuza. Nikamwambia unajua kanisa ni kanisa, tutaondoka. Na hivyo ndivyo tulipata kiwanja. Sadaka ya 250,000 miaka hiyo leo ni kama 2.5 milioni. Iliniuma masaa mengi sana. Kwa sababu ningenunua TV. Na mama alikuwa amefikiria tumeangukia sasa. Siku nyingi tumekuwa tuna pesa, inatolewa pesa, tunalipa house rent, tunalipa nini, pesa inakwisha. Sasa imekuja, yani alikuwa ananiuliza ati imekuja na 252. Hawa ananiambia kumbe Mungu atatukumbuka. Ninashindwa kumwambia ni yeye amejikumbuka. So madhabahu iko na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. So miaka hiyo yote Bwana alikuwa kila wakati mpaka kila mtu anakuja kuhubiri ananiambia na wewe umepatiwa kiwanja hapa mjini. Mpaka nikasema hizi prophecy mtawasha kusikiliza. Wanasema nimepewa kiwanja iko wapi? Mpaka siku ile nilikutana na nini? Na madhabahu. Sijui kama haujawahi kukutana na madhabahu ya Mungu. Ukatoa kitu unapenda hapa.
kuna pattern unafuata ya mama yako na ya watu wenu, na huwezi kuivunja. Kuna msichana aliniambia mimi sister wangu hawaolewi, wote wako na watoto, lakini mimi nimeamua katika